Kwa katiba yetu ibara ya 63 Rais kama sehemu ya bunge hili leo atakuwa pamoja nasi na tutamuona na televisheni. Nchi za Afrika Mashariki zinawasilisha bajeti yao hii leo. Mheshimiwa Spika, sambamba na hotuba hii vipo vitabu 4 na kwa Tanzania bajeti hii imewasilishwa saa 10 za jioni na Waziri wa Fedha Mwigulu Lameck Nchemba. Serikali kwa mwaka 25-26. Tunapata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wananchi ambao ni wakulima na wafugaji, lakini pia tutazungumza na wadau wengine wa maendeleo kuhusiana na bajeti hii ya sasa. Ukitoka kwa mfano kama hapa Kiteto sisi tulipo, hatuna lami ya kusema kuanzia hapa mpaka nako, hamna hapa ya kuanzia mpaka Kondoa, hamna hapa kwenda mpaka Kia, hamna hapa mpaka kwenda Andeni. Hata wasema kuna maendeleo gani na bajeti imeongezeka? Kuna nini hapo? Unazungumzia habari ya barabara. Sisi wakulima tunapata shida sana kupata mbegu yenye ubora. Kuna mwaka mmoja wakulima wengi waliona sawa, maana kupata mbegu fake au mbegu watoto ni wengi, lazima wengine kusoma chini ya miti, lakini sasa hivi yamepungua kwa 89%. Mategemeo yako kwenye hii bajeti ya 25-26 ni yapi? Mategemeo yangu kwenye hii bajeti ya 25-26 ninaamini yatakamilisha baadhi ya mambo madogo ambayo yamebaki. Wadau wa maendeleo nao pia wamepata fursa ya kuzungumzia bajeti hii ambayo imewasilishwa na Waziri wa Fedha Mwigulu Lameck Nchemba. Tunategemea sana bajeti inapokuwa inaongezeka kila mwaka, lazima hiyo ina reflect yale maisha ya watu, kwamba na kuna mabadiliko ya hali za watu. Katika sekta ya maji ni kwamba tutegemea kuwe kuna huduma bora ambazo zinaongezeka kila mwaka, lakini vile vile hata katika sekta ya afya tutegemea sana kuwe kuna mabadiliko katika hiyo sekta, kwa maana ya kwamba huduma zinapatikana kwa wakati na zinakuwa ni toshelevu. Lakini iwapo itakuwa kwamba bajeti zinaongezeka na maisha ya watu yanakuwa bado huduma zinakuwa hafifu kidogo, inaweza ikawa inatia shaka. Ni bajeti ya Tanzania kwa mwaka 2025-2026 iliyowasilishwa na Waziri wa Fedha Lameck Mwigulu Nchemba. Nikiripotia EATV kutoka hapa wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa mwamvuli wa EATV.